Qur'ani ni muongozo Allah amekuteremshia, ndio katiba yako, katiba ya muongozo wako. Allah anasema hudan linnasi, ni muongozo kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wako maal asafi shadidi watu ambao hawashiki Qur'ani isipokuwa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Ramadhani ikiondoka hatougusa, inabaki ni mke wake tu kuifuta, labda anachukua kwenye kabati anaufutafuta na urejeshea pale, alafu unategemea kwamba eti ni muongozo wako. Wallahi yuko mbali na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tambua ya kwamba anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-Qur'anu hujjatun laka au alayk, kwamba Qur'ani itakuwa ni mtetezi wako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, au Qur'ani inaweza ikawa ni mchochezi wako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wewe utakavyoishi. Ikiwa utapuuza utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, utaishi maisha ya dhank, maisha ya dhiki, maisha ya taabu, maisha ya kila aina ya dhiki. Kwa nini? Kwa sababu umeyatupa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma, atakayepoteza na kaupuuza utajo wetu, basi huyu ataishi maisha ya dhanka, lakini siku ya kiyama atafufuliwa ni kipofu na ataanza kusema, ya Rabbi, kwa nini umenifufua kipofu na ilhali duniani mimi nilikuwa nikiona? Allah atamwambia, kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa, hivyo hivyo ndivyo ujumbe wetu ulivyokufikia ukaupuuza, na hivi ndivyo utakavyopuuzika. Sio kupuuzika tu, bali ni dalili ya kuingizwa katika moto wa Jahannam, wal-iyadhu billah, kwa sababu uliyatupa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndio maisha ya wengi katika sisi, ndugu zangu katika imani. Allah tuongoze katika haki, tujaribu tubadilike, kwa sababu Qur'ani ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hamna lolote utakalolifanya ukalifanya tu kwa lazima kwanza urejee Qur'ani inasemaje, sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinasemaje. Ndugu yangu katika imani, Qur'ani itakuwa ni mtetezi. Itasema, ya Rabbi, huyu alinisoma, alinifanyia kazi, Mwenyezi Mungu fashafi'ni fi, Allah ni msamehe kwa kunipitia mimi, yani kwa kupitia Qur'ani. Lakini pia upande wa pili, kama hukusoma Qur'ani ukawa umetupa, hujui chochote katika Qur'ani, tambua ya kwamba siku ya kiyama Qur'ani itasema, ya Rabbi, alinitupa, yani hakuwa na haja na mimi, ya Rabbi mpoteze huyo, na ni dalili ya kuingia motoni, wal iyadhu billah. Ndugu yangu katika imani, tubadilike, turejee katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika vitu vitakavyofanyaje, vitakavyotupelekea kadhalika, baada ya kusoma Qur'ani, tena Qur'ani yenyewe unatakiwa usome bitadabbur na ujiwekee muda maalum, kama vile ilivyokuwa Qur'ani umejitengea muda, basi isipite siku ndani ya mwaka mzima, kwa sababu uliokuwa ukimwabudu ndani ya Ramadhani ndio huyo katika mwaka mzima. Isikupite siku isipokuwa tayari umesoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, umepitia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, umejifundisha kitu. Qur'ani isome bitadabbur, kwa mazingatio, ndipo itakapokuwa ni yenye kufaa. Lakini ikiwa utasoma pia kadhalika kupita tu, hilo halitokusaidia, kwa sababu ikiwa ni mwongozo halafu umepita na ukutaka pia kujifundisha tafsiri na nini, hilo linaweza likakupelekea wewe ukawa pia katika hasara. Kwa hiyo Qur'ani imeteremshwa isomwe, izingatiwe na ifanyiwe kazi. Sio isomwe halafu iwekwe bila kujua ni kitu gani unachokisoma, wala sio kusoma ukazingatia halafu usifanyie kazi. Qur'ani isomwe, izingatiwe, ifanyiwe kazi. Hapa ndipo utakapokuwa kwamba umeifanya kwamba Qur'ani ni mwongozo wako. Lakini kwa kumalizia, kitakachotufanya sisi tuweze kuwa na kubaki na hizi taa ni kusuhubiana na watu wema, suhbatus salih, yani suhba, kusuhubiana na watu wema, kusuhubiana na maulama, kusuhubiana na vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili litakupelekea wewe kuweza kufaulu, kufuzu hapa duniani na mpaka kesho akhera. Imamu Shafi'i rahimahullah. Wa man Imamu Shafi'i? Mnamtambua Imamu Shafi'i kama mnavyomfahamu alivyokuwa na wema aliokuwa na maisha na mazingira akielezewa Imamu Shafi'i. Sidhani kama mtu asimjua Imamu Shafi'i ni nani, lakini pamoja na yote haya anajivua, anajihisi kana kwamba yeye si katika wacha Mungu. Mpaka katika makala yake au katika shairi zake anasema, uhibbu salihina wa lastu minhum, na wapenda watu wema, watu wenye taa, watu wenye kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wapenda mno, walastu minhum, lakini mal asafi shadidi, najihisi mimi kama si katika wao, yani najihisi mimi niko mbali kabisa na wao. Imamu Shafi anasema maneno, aje mimi na wewe? Anasema, uhibbu salihina walastu minhum, na wapenda mno mimi wacha Mungu, walastu minhum, lakini mimi najihisi mimi si katika wao. Kwa nini basi nawapenda? Akasema, la'alli an anala bihim ash-shafa'a, ni kwa sababu tu huenda
kule kuwapenda tu mimi pia nikapata shafaa, nikaunganishwa nao, nikapata ile shafaa ya siku ya kiyama, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema almar'u ma man ahabba, kwamba mja wa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atafufuliwa na wale aliokuwa akiwapenda. Tunatakiwa tumpende Allah subhanahu wa ta'ala, tumpende Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuwapende maswahaba wa Allah wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuwapende watu wema, tusuhubiane nao. Hiyo ndio dalili ya sisi kuweza kufaulu hapa duniani. Na ikiwa tutakaa nao mbali, basi ni hasara, fama ba'dahu khasara. Hakuna tena hasara zaidi ya hiyo, wewe kukaa mbali na watu wema, kwa sababu ukikaa na mtu mwema atakukumbusha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, atakukumbusha